tukapatana na dem. Sasa huyo dem rembo anaitwa huyo Beth mwenye ameshikwa. Huyo dem ndo sasa mwenye aliniintroduce kwa kitu inaitwa lesbianism. Alikuwa anataka ni mguide, alafu na huko tuwezi kosa simu za touch ama simu za button. Sasa hapo huyo dem alikuwa na uwezo wa kupata masimu na ana uwezo wa kama akuli githeri. Chakula yenye anataka ndo itaingia na itaingia juu alikuwa anabustiwa na watu wa majuu. Kwa hiyo kesi yake pia. Akanipea hizo story ya being lesbianism na by the way mwili yangu nilikuwa physical kabisa, nakaa kama mwanaume. Sijaivaa skirt ama hizo, so akaniambia nataka mimi na yeye to date. Nikamuuliza kitoko, kwani uko na vitu mbili? That was the first question nilimuuliza. Juu sasa nilikuwa naona Kenya ananieleza ni kama hainiingii. Ambe uko ati hapana. Sasa nikamuuliza tutakuwa tukimake love aje sasa, cause unaona sasa ni kitu ananiambia ni mpya, mimi nilikuwa straight. Akanieleza, akaanza kuniwekea kwa simu. Sasa usiku hiyo ni kitu saa 7, lazima ipite saa 6 usiku, jua watu wanazungukanga hapo. Akaniwekea, tunatoa sauti. Nikatrain, nikamwambia, akaniambia tufanye, mimi ndo nimwambia sie, hebu nijaribu practical, kwa sababu Kenya unaniambia naona kama unanipima, hata ungeniambia vile nitafanya robbery bank. Nini unaniambia? Kufanya which I came and she came, nikakuwa interested. Sasa from there she is mine, she is my woman. Ananioshia miguu, I take over. Sasa mimi sasa nika act like a dude to her kabisa, cause ananifanya nakuwa satisfied. So I lose interest na dig ati kusema mwanaume anafaa kwa maisha yangu, nika lose. Hebu tupeleke kwa ndani kidogo sababu hapa mtaanza aje? Kwanza okay, ndo nimekwambia tuliona video clip, tukajua kuna scissors na kuna pussy to pussy. This we call it rubbing. Unaona, and a finger fuck. If you do that unakama ask me. Nikajiuliza sasa mwanaume ni wa nini kunipea mimba? So hapo mimi nika lose interest. Sasa nikaanza kuwa interested sasa na huyo dem mwenye amefungwa kabisa. Ni hadi kesi yangu inaweza kuwa ni hearing na nijifanye mgonjwa na nisiende ili nisiache huyo. Sasa tukawa niko ndani kabisa na yeye, I'm in love yani. So kwa hiyo relationship wewe ulikuwa jamaa? Kwa relationship sasa mimi ndo nilikuwa jamaa kwa huyo. Sasa huyo dem mwenye ako ndani. Sasa hiyo ndo process yenye mimi na huyo tulianza, na hiyo lesbianism nilianzia jela ya Naivasha. Na ni mtu nilikuta hapo na mada kesa anangoja hiari kufungwa tu. Uko jela wako wengi? Kwenye nilikuwa wanawake walikuwa kama tulikuwa by then tulikuwa 2015. Tulikuwa hawa madem wenye wako kwa lesbianism walikuwa wengi. Tuseme huko hadi wenye ni straight, juu uko na kiu, hakuna man huko, women alone, men alone. Wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Mnakulana and you make yourself satisfied with each other. Na which una make na unakam and anakam. And you sleep very well. Hiyo ni jela, ilikuwa kwa jela. Na ilikuwa zaidi ya watu tuseme wenye mimi nilikuwa najua wenye wako kwa hizo issue. Tukiwa huko tulikuwa kama tuseme ni 18 Juni 9 na partner. Tuseme but 9 stud, kuna label wanajiita stud, kuna stud na kuna femis. Sasa femis ni mama, stud ni wenye wanajifanya ndume kama wewe sasa. Yeah. Sasa mimi si kazi yangu, nilikuwa die hard sasa kabisa, wote wanaweza taka tu nikuwe jamaa. So ilikuwa ni kama wao hata huko huyu anataka unaye mimi, cause I don't care, nilikuwa napita na wote. Haufai uniulize anything. Unaniuliza kwa nini? Unapita na wote. Wote. Kama najua ule ameenda ndo ametoka ameenda kuota jua, si masaa ya kuingia. Mimi niko na mwingine huko amejileta. Si mimi namuendea, unajua anajileta. Yeah, we have fun. Alafu namwambia uko ukijua wewe tume have too fun. But in real mimi niko into the first one mwenye aliniintroduce. Na asijua akijua ujue tutapatania hii jela tu. Sitaki niende main nitoke medium. So haizi mwambia. So yeye atakuwa anajiba tu anakuja na
Inafika mahali wanakuwa jealous, wanapigana, wakipigana kenye mimi wanafanya natoka wapigana. Kaa pale ni watch wapigane. Wamalize. Kwa sababu mimi naona ni ujinga, hakuna pregnancy, hakuna dick imekuingia, you are having fun. Mbona una create scene kubwa? Hapa ati sijui tunachukia ule juu ako na mtu wako. Who said that? Tumepatana hapa tunaachana hapa. Sasa juu hiyo ujinga mimi niko naacha wanapigana. Juu mimi saizi akili yangu iko mbali hata. Maaskari jela walikuwa wanajua? Si wanajua, hadi kuna mmoja nilikuwa na date askari jela wangu sasa rasmi. Na askari jela ni yeye ndo aliniita, aliniambia alitoka NYS. Sijui kabla ingie hii askari jela hii. Prison, askari wa prison. Akanipea process. Na kumbe yeye alianza akiwa shule ya NYS, aliniambia inajiita sijui. Nimesahau je, ni mambo ya kitambo 2015. Iko saidi ya Ukambani, kama unaenda Ukambani. Huyo pia nilikuwa baka na madam mwenye ikabidi akapiga hadi mfungwa mmoja mwanamke. Huyo Elizabeth alimpiga na akamvunja miguu bado juu yangu. Ngoja. Yaani ulikuwa umekuwa hatari mpaka unakula maaskari jela. Sasa askari jela mimi sikukuwa na hiyo uwezo wa kwenda kumkatia. Unajua mimi nilikuwa naona ni ile fun, ati tuna have fun tu hapa wanawake. Hizo stories zikuwe shut up. Yaani I satisfied you satisfied me by licking fingers, unaona, cause mko clean mkiwa jela. Watu wa jela si wachafu. Juu mnaamshwa muoge, si ati unaamka unaamshwa muoge na msimamiwa mkioga. So alikuwa ever clean, very clean. Sasa tukua kwa hiyo promi sasa kumwenye nikachukulia hii kitu serious zaidi sasa ni huyo madam wa prison. Alikuwa ananileteanga mpaka pizza ndani ya jela. Na sasa ikafika mahali akajulikana. Unaona, huo mkubwa wake akamjua superior wake. Kumjua kuulizwa na mimi kuulizwa nikasema hakuna, huyu ananisaidia guiding and counseling. Kwa sababu mimi kwenye naona mkubwa mimi naona nikitupa waya mnimalizie madha. So mimi naona tangu ni akae na mimi ananiongelesha at least na calm. Sasa naongea hivyo juu ya benefit yenye napata kwa huyo Maureen. Sasa huyo askari jela huyo. Kwa hiyo Maureen, sasa benefit yenye napata na kula good. Mafuta naletewa si ati ni hivi, cigarette inaingia. Anything I want, unaona, mpaka ana organize vile anataka kumaliza. So ilifika mahali tukiwa tunakaa kwa field kwa nyasi. Hapo ni prison ndani, medium. Tukikaa unaona wasichana tukiwa tunakaa na hivyo. Maureen anaweza kuwa kwa wiki anaitwa duty, maybe ataweza kuja mara 3 kwa wiki. So kama jana hajakuja, leo tuna expect ati kwamba hata kuja. Sisi tumekaa hivi, unaona, hata mimi nataka kusmash na mmoja na mkoroga tu kwa kumdara. Hadharani hapo na CCTV kokote si waoni, wanaona kwa room. Maureen akakuja, akikuja anaona kabisa hao wasichana wakimwona wanatoka mbi. Juu Maureen ndo alilead Beth kuvunjwa miguu. Walimpiga kumvunja miguu. But akageuza statement na ikabidi si wote tusimame na Maureen. Juu sasa mimi ndo mama yao huko. Yenye nasema ndo itafuatwa. So nime double cross sasa Elizabeth niko na Maureen juu. Sasa huyo ni askari jela, ananiletea kila kitu mimi nataka. Tuko na yeye. Na kwa kufika mimi na yeye ati kusmash, tuko tunaenda na unaona kuna inspection place wanawake usachiwa, unatoa hadi nguo, unainama. Sasa specialist siku yako kwa hiyo routine, mimi naendanga hapo. Kazi yangu kwenda huko ni kumkula na mfinger fuck. Na Maureen sasa askari jela na mfinger fuck na mlika hapo juu tuko kwa place ni magirls peke yake. Ni madenge peke yake ndo wameketi wapi wako hapo. In that process unakuja unakuta in that process nikakuja nikajikuta kwa jela mimi ni kama mwenyeji. Niko na bibi askari akaniambia tu organize vile sasa nitatolewa wapi tumalize hiyo kesi na yeye. Maureen alikuwa ameolewa nje? Hajaolewa. Sasa yeye ni dem mwenye aliniambia alisoma NYS akatoka ndo akajaribu huyo akapata askari jela hiyo prison. Ndo alipata. Sasa alikuwa fresh huko. Alikuwa dem rembo sana, si uongo. Lakini sasa unaona kukulana kwangu na kwake juu mimi ni mfungwa ni kwenye unaendanga kutoa nguo zote mkiingia, unasachiwa uiname, waangalie kote kama kuna kitu umeficha. Juu prison kuingia si rahisi. Utatoka tu umeshikwa unaingia. Unafanywa search nyingine hatari.
Juu unakuta hadi sigara sisi tunaficha, unaficha huku ndani sigara wewe na unaweka na munyore polythene. Sasa kama dem hata wa miaka tuseme dem wa miaka 14 anaweza handle mwanaume. Sasa sigara pako 20, ukitoa hiyo utoe kwa paketi ya sigara, weke saa kwa mnyore polythene kama zile ile, unaiweka vizuri, unairoll hivi juu, unafunga, unaweka huko ndani kabisa. Ukienda choo inatoka tu, enda tu haja kubwa itatoka. Sasa unaweka hiyo juu ya kuwa wet na mkojo, maybe by the time una force itoke itaguza hiyo. Ikifika huko mmoja unauza so 3, multiply by 20. So ikafika mahali hadi tunafanya busy na huyo dem. Dozi yake superior ndo alijua. Kujua ikabidi nisimame naye, kusimama naye superior nikaa napeleka hii maneno mbali, na mwenye anafaa aseme hii maneno ni sisi na wenye wamefungwa. Na wenye wamefungwa hawezi ongea juu wananiogopa. Yenyewe singewaacha wangetamka. Sasa walikuwa wananiogopa. Sasa ikabidi huo mdozi sijui aliongea nini kwa wakubwa wake, akapigwa transfer. Kwenye alipigwa transfer alilia, but alikuwa anatamani, kumbe ndo uende transfer unapeangwa 1 week ukae home, ndo waambie umepostiwa wapi, askari jela. Sasa yeye alikuwa anashindwa atakuja kunivisit aje, na ameambiwa to. Sasa the only way ni mimi ni make call, na mimi pia macho yote iko kwangu. Unaona, au masupiri au maaskari jela wote macho iko kwangu, waone kama nitapigia huyo na namba yote hao wenye wanakujanga human rights hao. Waone kama nitadai ilio jo. Mtu yote nitasimama naye nipige simu ya home mama wapi, wanaitangwa huko. Yenye Fatuma amepiga iko wapi? It's like walikuwa wanataka kuweka huyo Maureen down. Mimi nikaona for her best, juu ni mdogo yenyewe ameng'ang'ana NOS, amepata hii. Sasa ni mimi nitafute issue na nani? Na Maureen. Ikafika mahali Maureen sasa, ili tusipatane na Maureen, na ameambiwa ende transfer, asijikoroge hata kidogo akuje. Ikabidi nitume mwenye ameachiliwa. Mwenye ameachiliwa alikuwa ameachiliwa kama leo. Nikampe hiyo namba na nikamwambia ndo mpigie umwambie hivi na hivi na achane na maisha. So like kama mimi niko na issue na nani? Maureen aliendanga na akaenda hadi waleo siwezi kuambia yuko wapi. Tangu 2015 to 2016. In case mkakutana na Maureen kama leo, Sintaoe. Juu amenitoa mbali, nitasema nini? Ona mtu mwenye at your worst, ulikuwa at your worst, unaona? Wewe ulikuwa maisha ni kukula githeri yenye ni kali, unaona? Wakula cabbage, lakini alikutoa kwa hizo shughuli zote. Sasa mi for her best, what I did ni yeye niliangalia. Ameanza kuchunguzwa na staki. So mimi ndo nilianza issue ili nimuondoe aendelee asivutwe kazi, na ame struggle zaidi, unaona? Na sikuwa najua historia kwao sana. So ikabidi I push her away. Nilipusha yeye na maneno tu, tuondokeane. So mwenye aliachiliwa ndo nituma yeye maneno na. So since that day up to now mimi sijaionana naye. Na already sijaipata any communication naye. Sijawahi. sasa kuna maaskari wengine walikuwa wanajua hizi ama walikuwa na participate kwa hizi shughuli za lesbianism in prison? Okay, askari as a men ama ladies? Ladies. Ladies sasa si ndio huu mmoja Maureen. Mimi sijaiona mwingine huko. na Sijapatana na mwingine. mwingine. Askari men labda kwa ofisi ama mahali popote? Askari wanaume wako, lakini mostly men walikuwa wanaendanga saidia ya wanaume. Wanawake walikuwa wanakutwa na hao wanawake. Kuna mwenye ni mkali zaidi huo madam. Sasa watu wanapenda kumuita godmother. Ukiwa uko ndani wanamuita godmother Naivasha. Sasa huyo ni ule askari mwenye akikuangalia hivi ati hata kukupiga anaweza kukuandalia vita. Juu tushaijaribiana na yeye hadi kivita huyo. Na akanipeleka nyumba ingine giza wiki mzima bila kuona jua. Kwa nini? Argument yangu na yake ni ile ameona, unajua mnaweke yangu wa TV KBC. Kuna kuanga na KBC TV huko ndani. Sasa kuna movie tumefuatilia, akakuja amepita aje, amevaa, si unajua wanafaa wavae malongi. Sasa tijue ni mkubwa anavaa zile skati zao za brown inafika. Sasa yeye kufika hapo na movie yenye inaendelea, nikamwambia madam situchangamkiane basi, unaona hapo aje. Kama una bwana uniambi. Si ati ni drama, juu hadi wewe, hadi shosho wangu alikuanga mrembo. Sasa mimi ndo namwambia, hadi shosho wangu alikuwa mrembo na saizi hakuna mtu anamtaka.
Kwa hivyo tunaweza saidiane, tuchangamkiane. Si angefaa niambie niko na bwana, I respect my life this. Sasa ukitoa rungu unanipiga na uko kwa nyumba yetu na uko peke yako, haingewezekana. Kumbe sasa si huyo ndo godmother, huyo ndo anakuandalia kama mwanaume vita. Tulipatana proper. Nikaona hapo siwezi bishana na yeye. Juu ilifika mahali ananikanyangia hapa sasa na viatu. Nikataa, akanipeleka room hiyo room hata siwezi jua. Ni giza, hakuna light, hakuna kitanda, hakuna shuka, unakaa hapo ndani. Kenye unaona ni unapewa chakula na sahani asubuhi. Unarushiwa 1 meal a day. Hakuna hadi ile uji unapewa. 1 meal. Tunani kadogo zaidi. Hiyo kwa hiyo nyumba giza. But hadi siwezi jua unaingia wapi ndo itokea wapi. Yenye niliona ni mamawe, unapita kwa mamawe ukipelekwa hiyo room. Ukikosea ukizidi, kuna nyumba unapelekwa ya. Sasa ulikuja kuachiliwa aje? Nilikuja kuachiliwa, kesi yangu ilienda ikakosekana connection yangu. Niliambiwa niende na first report. Kwanza advice nilipewa nikiwa ndani ya jela. Nikaambiwa first statement ndio itamata. Usifuate second ama third, first report matters. Sasa mi nilistick tu na hiyo na kuonyesha I want to know, unajuaje huyu mtu anaongea hivi, mumemchapa zaidi ndio mtu anaongea hivi. Haya, mini statement yangu ya kuonyesha communication yote ya pesa na huyu mtu iko hakuna. Kuna mali tumecommunicate naye full statement ya kutoa hakuna. Mali popote any of the suspect yenye umeshika ikatoa jina yangu kamili ama mimi kwangu ikatoa jina yao kamili iko hakuna. Nikaambia mkubwa sina swali zaidi yako. Kumbe kuna wakili unapeangwa. Kuna wakili wanakuja jela. Hao wakili sasa hao ndio wenye alichukulia kesi yangu. Sikukaa tuseme after kuchukulia na kunihoji na mimi kukataa, judge akasema hapa hakuna kesi. That is when nilikuwa nishaamua hadi kutoka na bond. Sasa nilikuwa to my lowest, nitoke na title deed ya nyumbani. Unaona? Hapo ndo kwenye mimi nilifanyiwa rescue, nikakuwa rescued. Juu hapo ndo siku kwenye niliambiwa kesi yangu lazima niifanyie. Waliniambia kuna lugha walitumia, ndo mimi nikawaambia siwezi fanya kesi kama hiyo bila kuonyesha yenyewe mimi nimeparticipate ama mkanishika kwa hiyo. Kenye mlifanya ni parade ya ujio. Mwenye alifanya parade kuitwa hapo maswali hadi alipigwa transfer. Juu hafai anifanyie na hajui. Juu hakuna mahali mimi niko connected. Inaonyesha registration yangu. Indeed, yes, I was in, but sikuwa mjinga, nilikuwa natumia my original things. Sijawahi. So hapo ndo mimi nilitoka. Na niliachiliwa kama hata familia hata moja hakuja kunichukua. Au kwa wana expect nitatoka hiyo siku. By that time, ukiwa lele pale prison, unafanya vitu zote, kuna mtu wa familia ama kuna rafiki yako yote mwenye ashawahi kukutembelea? Hakuna. No one. Walikuwa na uoga kwa sababu unasikia friend of us amepigwa risasi. Juu mimi nilishikiwa hiyo scene. Hiyo. Sasa walikuwa wanaogopa juu iko na mada. Unaona hadi wengine wenye unafanya nao biashara, wenyewe wanaogopa wengine. Hadi wamezima masimu. So hakuna. But mimi nilikaa si ati sikukaa, nikaa tuseme huko kwa max prison nilikaa like 2 months, tuseme 3 months. Juu huko wanakuhesabia mchana na usiku kama siku moja. Siku 2 mchana na usiku. Hivyo ndo unaenda huko kunaenda. Sasa mimi hakuna mtu alikuja kunisimamia ama kunitetea. Mimi ndo nilijitetea mwenyewe. So hakuna mtu mwenye alinitembelea, si family, si rafiki. Unajua family sasa ni kama itakuwa sina family kwa sababu mama alipass, alituacha wadogo, so my dad stepmother, issue ikawa ni issue mingi, unaona. Mabrother alishawafanya machizi, wote ni machizi. Nani aliwafanya? Si sasa ni mambo tu na home. Mali ya mzee, unasikia mzee alikuwa police officer. Sasa watoto wa mama yangu boys ni 2. Na hao maboys ndo wamechizishwa. Naona. Na hiyo inatoka tu home hapo kwa sababu ya mali mzee alikuwa ameandikia brother yangu mkubwa. So nikaona kama hiyo imetoka tu hapo. Hata brother yangu akafukuzwa kwa boma bado na stepmother. Akaripiwa nyuma. Sasa hiyo ndo saizi yenye inatuma na kuja hiyo hospitali.
niende tuko tunashughulikia juu kuna staff imemea nyuma yake hivi, so hiyo ndio ilikuwa inakatwa juu watu walichanga wakampeleka hadi simi nasimamia, ni madam mwingine anamsimamia atibiwe arudi. Yeye ndo ametuma nika change, but siku change lesbianism. Sasa crime ulipotoka jela umeachana na umeweka kando, si ni kweli? Kabisa from there. Na hapa kwa lesbianism, take us through journey. Baada umetoka, ulishikana na nani, mlianza? Okay, after kutoka, before I start a relationship, kwanza nilijaribiwa na madude jamaa. Kujaribu sasa ikawa ni akili yangu bado iko kwa ile issue nilikuwa nao jela. So jamaa akinikatia, ilikuwa mara ya kwanza nilikuwa na mwaccept, lakini tukifika mahali ya kuenda kulala nilikuwa naambianga tu hebu toka tu wanike mattress pale chini, kama ni ngumu jikate. Kwa naambia jikate, ajiondoe juu sasa imefika mahali nasikia hadi akinishika I'm not comfortable, so I'm like I just want to be up not down. So nikaanza kuatia madeni na nikapatana na demo, mtoto wa tajiri zaidi. Sasa demo mwenye nafika naambia mzazi hapana, mimi I have feelings for who? Niko na feelings ya Fatuma, ndio bwana wangu ataniwa, baka naitwa napikiwa kwao. Mama ananipikia nyama, anipikie mchele, my favorite. Hadi na aniambie in-law. That was Nakuru sasa. Nilienda Nakuru. Na alikuwa anaishi Lanet. So nilikuwa naenda Adrikea, napita hiyo kambi hiyo ni ya jeshi. Nilikuwa naenda paka Lanet tu huko kwao. Na msichana alikuwa student form 4. Ikakuja ikanipea pia drama, juu ya drama. Jude imebidi ametoka amehepa kwao Lanet, amekuja sasa tunaishi naye free area Nakuru. Anaendea shule huko, anabebwa na jamaa wangu wa bike anampeleka paka shule. Alikuwa Lanet bado form 4. Anabebwa na bike na analipa bike. So dem ikawa kaa nimeoa, baka mama yake anakuja kwangu. Akitoka chacha anakuja ananisalimia. Sasa mama huo msichana ikafika mahali kumbe kanisa yenye anashiriki huo mama ndo alikuanga kama sponyo huyo pasta. Pasta akaingilia hiyo maneno, akapeleka hiyo maneno kwa polisi ya Lanet. Tena mimi huyo nakimbishwa na ngoja, walikuwa wananiambia kuna kunishika na defilement. Nikakimbishwa na defilement ya lesbianism sasa. Against student. Sema kutafutwa na CID Nakuru mzima, paka nilikuwa natafutwa na mkubwa wa Nakuru North. OCS wa Nakuru North. Sasa inamaanisha huo ni mkubwa zaidi hiyo Nakuru. Ametoa gari ananitafuta, na wakati anatoka ananitafuta mimi ndio naingia hiyo station. Wacha nione picha zangu zimewekwa pale kwa polisi nikiingia sasa Lanet. Ndio huyo nikarudisha miguu nyuma na siko nimeweka mask kama anything. Ni mimi na najiona ndio ile picha, na tumepitana hivi na mwenye nafani yake defilement ndani. Nikaambia Mungu, kweli wewe ndio Mungu. Nimeona Mungu, umeona sishikwe. Nikanyorosha miguu sasa niende paka maili 4. Sasa kutoka Nakuru sasa niende miguu maili 4. Juu hii defilement inanifu. Hii ni student, nilikuwa na mwanafunzi wa form 4. Mama yake ameshikwa kwa ndani. Anaambiwa wewe ndio umechallenge msichana lesbiani, umemkubali, wewe ndio umeoesha msichana wako mwanamke mwingine free. Mama ako ndani, mama msichana. Na ananipigia ananiambia nimeshikwa kuja unito. Na mimi saizo mwenye anasema mimi ndio sasa ndo was. Then defilement ilikuwa inanitafuta ya huyo msichana. Na sisi tumejistaki, ni mama pasta amestaki juu mama msichana ndo alikuwa sponsor huko. Kumbe mama huo pasta msichana yake pia nilelea, alikuwa anataka huyo msichana. Unaona mtoto wa pasta ni lesbianism. Na ana act kama mimi, but na anashiriki kanisa na anaomba. Hiyo naye ni sure najua. Alikuwa anaomba huyo dem mpaka kuaya. Kumbe yeye alishapita na haka kasichana wakaachana. Sasa mimi ni kama mimi ndo nilikula mabakisho au msichana mwenye nafuatiliwa defilement. Na mwenye amefanya nifuate defilement ni pasta. Juu pasta naye msichana wake alikuwa anakula uchu. Na mimi nakula mabakisho wa mtoto wake. Na yeye anaenda kunistaki na defilement.
Nikatoka hapo, nilitoka hapo kwa njia nikaenda nikajificha Nyeri, mahali panaitwa Giakanja. Nikaenda kujificha huko mwezi mzima, no communication, no anything. Juu natafutwa ile hakuna, imehusika mpaka sasa na commissioner kesi yangu. Before tufike hapo, ningependa niulize swali. Sisi wanaume, sana sana sisi wanaume, ukipata msichana maybe mwenye amepitisha miaka yuko over 18 na labda ni virgin by that time, as a man kuna ile furaha yenye huwa inakupata, si ndio? Je, kwa nyinyi sasa inakuanga aje? Sawa, sasa wewe kama mens upate maybe virgin. Kwetu mimi saidi yangu ni honesty. Uaminifu. Unaona ukiwa na hiyo tu umewin lesbianism. Trust. Wanakuanga tu na trust na by then nikikuja kuangalia naona mapenzi saizi ya mens na lesbian, ya lesbian iko juu sana sana. Saizi naona wanaume labda wanapata mademi hivi hivyo. Mademu warembo wote wameenda na lesbian, to be honest. Hiyo ni kitu nina experience nao na nimeona like jianzia. Like example saizi mimi niseme naleta my wife here. Enyewe wacha tuseme sijisifu lakini ni mali. 100% sure mali ni mtoto. So warembo wote leo wamechukua. So saizi wenye wamebaki kwenu kwa wanaume ni wale wenye sasa sisi hatuwezi karibia, tutaki. Kwa sababu obvious beauty lazima utafute beauty. Na mimi niko into and my feelings iko juu na girls. Hiyo naye I don't lie to world. I am being honest kwa hii dunia. Juu tunafaa tuogope Mungu. Mimi siogopi hadi askari, ni Mungu tu mwenye ametuumba. Kuna siku penginepo huo unafika hivi unajiambia nitakuja kuacha nirudi hali yangu ya kidembo? Wakati siku wenye okay, hiyo nasemanga unajua kila kitu na happen na reason. But in faith mimi naweza sema nipate mtu mzuri mwenye anani guide, mwenye ananiongelesha, mwenye anani support, I will change. Kwa sababu unaona hii relationship ya girls to girl lesbianism, unakuja unakuta tu mama amesimamisha Prado hapo nje. Mama, ndio mimi nimedate mama hadi wa 50 years with full proof. Yaani hadi siogopi, hadi kwenye yako akitaka aonekane natoa tu clip yake hadi nikiwa na yeye. Mama 50 years. Uko na clip yake? Na ananilisha. Niko nao TikTok, lakini hiyo tutasema tutaipost next time. Huyo niko nayo ni 50 years. Last born wake ni tuseme last born wake amemaliza form 4. Alikuwa ameniweka kwa nyumba kazi mpaka akanilia TV nikae kwake tu. Kwa room sasa, wacha sitting room yake. TV na watch TV, I eat good. Na unaona mtu anakusponsor mpaka na kijana. Ama mama anasema ati atoa mtoto hiyo shule aende ina analipa mwaka mzima. All in the name of maybe you are licking her good, romancing, you being honest, you give her true love, hiyo tu. Okay, so kukaa na huyo mama wa 50 years kwangu kwa hiyo process alinibadili. Kukaa kwangu na yeye nikiwa kwa hiyo station ya lesbianism, it's because alikuwa anasaidia my son. Unaona, so because of hiyo ilibidi mimi namnyenyekea, ananifanyia kila kitu, so I have to be there. Kwa sababu unaona picha umeharibu, umefanya crime nyingi, nobody anaweza kukuhaya ama nini na nini. So inabidi nanyenyekea huyo nitulie na yeye ndo anisomeshe bado nani? Mtoto kijana wangu, my son, which saizi ako 9 years. In that process ikabidi kukaa na huyo mama nikaona my brothers, niko na 2 brothers. Wa my biological mom, wote wakawa wenda wazimu at the same time. At the same time. And at the same time, bado the same day, my dad akawa deaf. The facts. The same day, ndo 2 brothers wakachizi na the same day, my dad as a police officer akawa deaf. Na hiyo ni juu ya kuargue over, wali argue, tuseme kulikuwa na argument between my mom and my dad. For long, like tuseme 6 months hivi. Sawa kuenda mute nikaona huyu mkubwa amefukuzwa, imefika mahali amerepiwa, akatumika vibaya. Nani alimrepa? Okay, tuseme ni wanaume juu anasema walimtumia nyuma. Ndio tumpeleke akawa na ugonjwa fulani imekuja hapa tukaambiwa kuna lugha daktari alisema ni hiyo na akasema hiyo kitu inafaa iende ikatwe.
my elder brother, which ambaye ndo tukaenda tumeng'ang'ana huyo tukashughulika akatwe, but bado tujashughulika mambo ya akili yake kurudi sawa, juu ni kitu inafaa irudi sawa. Na my younger brother pia niliambiwa the same, ni kitu tu. Okay, most of people wanasema ati ni hadarati. Wanasema ati maybe ametumia bangi, ametumia nini akakuwa mwenda wazimu, which me I believe hakuna bangi huyo ametumia ama nini akawa mwenda wazimu. Ni family issue tu ndio iko hapo. Yes, ya step mother sawa. Hiyo ndo issue yenye iko hapo kubwa. Yenye inatuma maybe niseme brother yangu amekuwa situation yenye yako. Sasa kama huyu mdogo ndo mwenye tunapanga vile tunampeleka Mathare wapi? Apelekwe Mathare hospital before aende, tuliambiwa lazima aende consultation. Na hiyo yote bado ni pesa. Na mimi ndio mwenye nimebaki tegemeo kwao. Kwao wote saizi mwenye wanasema anajiweza ni mimi. My elder brother ndio hiyo process ya kumshughulikia operation yenyewe, kusema ukweli wa Mungu yake ime-succeed. Ya huyu mdogo ndio bado, na mimi my life and my son's life. Juu huyu mkubwa tuseme nimemspendia a lot sana. Na mi being into lesbianism, nilikuwa nimeingia hiyo maneno gestation yenye nilikuwa na I needed help. Nilikuwa nataka mahali nitahostiwa, mahali nitasapotiwa. So ilibidi saa nikajiondoa kwa hiyo mambo yote. At the moment saizi nimejiondoa kwa hiyo mambo yote ili niweze kupata kutafuta huu mdogo wangu kijana, nishikanishe family, we be okay, I treat them. Pia mimi ifike mahali maybe niseme tu niende Mungu niombewe tu. When I need prayers, nitoke kwa hii maneno so that I can focus with my life and my son and my brothers. Sasa Fatuma, sana tukirudi upande wa dini, considering kwamba wewe umesema wewe ni Muislamu, kuzaliwa si ati ni Muislamu wa kujini. Mimi ni mzaliwa Muislamu. Kuzaliwa Muislamu. Yeah. Penginepo wao kwa dini wanaona una portray nini, ama penginepo ushai kupata ile kukashifiwa kwa nini umekuwa lesbian kwa sababu wewe ni Muislamu, vitu kama hizo? Okay, kenye nitasema ni moja, unajua hata afadhali mtu wenye sisi tuwezi fuatiliwa. Wenye wanafuatiliwa ni hao mama wengine. As long as una mama, wewe you are nobody. Una say hapo. Faita wako alikuwa mama na alikuacha ukiwa mdogo. Hauna experience yoyote. So au hata kukusaidia. Hata unaweza kuta Muislamu mwambie, sijakula nisaidie, ama jueni Muislamu wenzangu utakufa tuzikane, ningependa kitu moja unisaidie na mandugu zangu. Hivi kama hata kuwasomea Quran anaitisha pesa. Unatarajia Muislamu akusaidie? Uislamu naona kama wanasemanga ni Uislamu tu. Kwa sababu pia mimi kusema nimepata usaidizi kwa Waislamu, kusema ukweli wa Mungu, mimi nimesaidiwa sana na Christians. Up to now mwenye anaweza jua sijakula anisaidie ni Christian, not my fellow Muslim. Hapo nitakuwa nadanganya kabisa. Juu kama Waislamu wangekuwa nafuata Uislamu na yenyewe uhakika kama kitabu vile wanasema Waislamu wako kwa dini wazuri hivi na hivi, uongo ni kitu mbaya. Muislamu angekuwa wa kwanza kusaidia. Lakini hakuna Muislamu mimi amenisaidia wala akasaidia mandugu zangu ama mtoto wangu. In fact hao wangeulizwa tungekufa. That is the truth. Juu Muislamu ametosha kuchukua Muislamu aende announce msikiti hivi, ama aone huyu kijana ni wazimu mzaliwa huku. Umemwona akikuwa, unajua paka mama yake marehemu. So unafaa umsupport, uende umsomee dua basi. Dua ni pesa, kafara ni pesa kwa Uislamu, kila kitu ni pesa kwa Uislamu. Wenye nimeona wamenisaidia, uongo ni mbaya na Mungu awabariki, ni wa Christian, to be honest. My sincere. Si Waislamu. Hapana, Muislamu mimi hajanisaidia. Muislamu ni uongo, ako nayo mingi, kitu ya kwanza. Kusema saa tutaangalia, hakuna kitu ingine. Kesho asikie umekufa, akuje aone kweli ni wewe. Juu hata hafai alie juu kama ukiwa uhai mtu hajakusaidia, ukikufa ndo atakusaidia ndo akuje. Naoni so in Islam, Uislamu mimi hakuna usaidizi nimepata, which ningepata ningefurahi. Okay, kitabu haisemi hivyo. Kitabu inaongeleaga vizuri sana. Inaongea facts. Matendo ndio labda kwa wengine si wote.
Sasa mi nitasema ni kama wote, kwa sababu like saizi si ni story mi niko kutoa hapa, truth of me. Watu wenye wanafaa wani support zaidi ni Waislamu, believe it or not. Utakuja ukute ni wa Christian ndio wenye watu watasema toka kwa lesbianism wanishike, but Muslims hakuna siku hiyo. Ni kitu nimekata tamaa, na kata tamaa ya miaka ngapi, 15 years down the line. I'm 29, 15 years without no support. In fact hata wenye mama yako akiwa uhai walikuwa wanaomba mama yako, wanapewa. Wakikuona wanaona kama wameona takataka. So kwa Uislamu, tuondoe Uislamu ni kama tu jina. Hao watu maybe wani prove wrong kwa kunisaidia niamini. Hiyo ndo mimi naweza sema. Unless they prove They wani prove wrong ndo niamini yenyewe Uislamu iko na Uislamu ina upendo. Wani prove the way Christian vile wanafanya. Unaona Mkristo anaweza kuta brother yangu pale yenyewe ni hivi na unaona tu amemuita anampea hadi chakula. Muislamu anachukua ile kiboko anamtoa mbio. Na anakuja tu ataniambia brother yangu, unajua ule mimi siende huko ni nini mbaya? Siendi ile, unaona kabisa ni wazimu, na ule ananipiganga. Unajua wewe sawa na ni Muislamu mwenzako, unaona unaenda hivi, unaona ule ni Mkristian, unasikia tupite pale, mimi naenda kukula pale. Unaona huo ni Mkristo na anapewa chakula bure, mpaka anampea maji ya kuoga uso. Huyu akitoka ametoka. So ni jioni kama saizi nikimaliza mimi naenda kutafuta huyo mdogo. The truth. Lazima niende nimtafute ndo nihakikishe amelala kwa nyumba, asiende afanyiwe pia maovu vile huyu mwingine amefanyiwa. Yeah. Kwa hivi sasa kuna uraibu yoyote yenye unatumia? Miadarati? Yeah, niko into cigarettes. Naona niko into kitu yenye situmii ni pombe. Naye pombe niliambiwa na ile Cosmos niliacha hizo, nimereduce to that level, nikabaki ni hiyo cigarette na jaba. Na hiyo you have to do that ndio uweze kukop na huu. Niko na brother wazimu, niko na mtoto wangu, nafaa nishughulikie rent ya nyumba ya vijana na hiyo rent yangu na mtoto, unaona. Lazima nijue wanakula wanakunywa nini. I have to travel nikuje Nairobi kuangalia my elder brother vile mwenye alijitolea kama mpeleke hiyo operation vile anaendelea, taka nitakuja. All that ni mimi alone. My dad ako na haizi shughulika naye. Ndio nakwambia sioni umuhimu wa Uislamu. Hasiki, hajapona masikio tu, unajua hiyo si ugonjwa. Na kama mtu mwenye ametempiwa, amekorogwa. Lakini ako normal. Tuseme anaweza kaa hivi naongea peke yake. Ushinde huyu mzee anaongea na nani? Na ako wapi? Naivasha. Yeah. Alikuwa askari. Askari na ameenda retire. Akiwa tu askari. That is my story. Kwa mtazamaji yeyote mwenye anaangalia hii video, sana sana politicians, wanabiashara, watu wakubwa, ungependa kuambia nini? Mimi ningewaambia wani support. Niko na kijana shule, niko na mdogo mwenye nafaa nishughulike pia, nimpeleke rehab consultation ili pia arudi shule. Juu ni mdogo, ako saizi yako 15, aliachwa na mama na 3 years. So arudi shule, hata kama ataanzia wapi niweze kupata mtu mwenye atani support, kwa hiyo arudi shule. Na huyu brother yangu mkubwa pia juu yeye amemaliza form 4. So pia yeye ningeomba vile itawezekana wani support pia arudi sawa, hata apate kazi na mimi, ili si wote tuweze kujitegemea kama wengine. Kwa sababu saizi kila kitu ni mimi, niko na kitu yenye inanikasirisha ni lazima niende niwatafute. Juu sitaki halali nje tena niletee shida yenye mkubwa ameniletea. So hapa na babysit 3. I have to struggle. So akiweza ni support hata kwa biashara nifunguliwe na wanisaidia vile watasoma. Unatamani kufanya biashara gani ama kazi gani? Okay, mimi leo hii itanisaidia mimi na brother zangu wawili pamoja na mtoto wako, na hata kama baba ako na condition aliwasaidia hakuwasaidia, pia we bado unaweza msaidia. Ni kitu gani unafikiri ukifanya? Ningesema mimi ningefunguliwa kazi yenye mimi naweza sema ni ya Gekomba plus tuseme mimi bado ni fundi. Naweza unda TV kiungua na sijasomea.
electronics hizo na maybe M-Pesa juu nitakuwa na watatu, so hapo nitang'ang'ana nijisupport, I change, nitoke pia ule to the level mpaka niokoke. I go church. Kwa hivyo unataka kutoka kwa Islam? Niingie tu Christian juu hapo ndo kuna support. Waislamu sasa kama nakosa huko nifanye aje? Si unajua utaenda kwenye kuna utu na ubinadamu. Hauwezi shindilia dini moja yenye ikusaidii. That's why unaona I don't wear hata dera ama hizo. Nime give up tu juu Waislamu hata kujiprove tu wrong hakuna. Au ni wapige simu waniambie ni hivi na hivi sawa. Waanze kuongea hiyo behind my back. That is the only thing mimi najua nao. So nikaona juu mimi nataka niwe mtu wa Mungu. I change, nitoke kwa hizo shughuli zote. I be who I am. Nirudi like mamake my son. Next year tuko na uchaguzi. Presidential. Na it's like the national elections. Na tunaona wanasiasa wanatumia vijana huku nje sana sana. Wanatumia vibaya, mtu anatoa pesa 200 anaenda anachomea mwenzake kazi, anaenda anapora biashara ya mwenzake. Uko na message gani kwa mtu mwenye anatumika? Uko na message gani kwa mtu mwenye ni politician anatumia pesa to the vulnerable communities? What I will say ni hakuna kitu mbaya kama kutumika vibaya. Utatumika, mtu anaweza kukutumia inene cost juu ya ana pesa. At the end wewe unafanya hiyo kitu bila kusahau wewe ni mkulima mdogo na utakutwa. So usikue tamaa isiongoze mtu. Baadaye kwa hiyo tamaa yako ujikute uko pale pabaya ama situation yako iko place yenye huwezi rescue paka na uwe mwenye anakupea pesa. The best thing yenye mimi naweza sema ni wanabiashara kama ni kusaidia, wana politicians tusaidieni, sisi tujiinue pia vile hao pia wamejiinua, lakini tusiinuane kwa maybe kusema tupigane ama tuende uchome kwa mtu ama upore kitu ya mtu. Kitu ya wizi saidi mtu. Mimi nimepitia, unaweza shika hata 10,000,000 na itakusaidia. Heri yako yenye utapata 3,000 na inakusaidia kuliko you go for bigger na itakusaidia. Niko na experience ya hiyo. Utaendea hata 100,000,000 na itakusaidia. Na mtaenda kufight na watu, uweke enemies na watu ndio wenye kazi. So what I can say to wenye majenzis wenye labda wanatumika vibaya, mtu asikubali, mtu akusaidie kwa kujitolea ufanyie kitu ya maana yenye hadi itakusaidia. Okay, in simple, mtu asikusaidie 200, usaidiwe kutoka the root. Upewe root. Hiyo root ukipewa hiyo IQ ya vile utavuna pesa. Uniambia shika 500 enda weka watermelon, so kesho sitarudi. Lakini ukinipea 200 endea unga basi na mafuta leo, kesho bado nitakuja. Lakini ukinipea capital sitakuja. Utakuwa umenisaidia sana. Juu nitakuwa najitegemea mimi mwenyewe. So kusaidiana, tusaidiane kutoka kwa roots system ndo miti labda ikauke kama mimi ni miti juu nitakauka. Lakini ukiniwekea kitu ya kunisaidia na wengine, kitu ya kumsaidia na mwingine, si wote tutajiendelesha. That is what I can say. And opportunity, tuseme opportunity comes once like Christmas comes once in a year. Once utapata ukae fiti nayo, lakini si ya kutumika. Juu mimi saidi yangu nilikaa nikaona yenyewe it's true, if I want to see changes in my life, changes must start from me. Which right now I'm trying to do that. With your support, my fellow Kenyans support others, I know that I will change.